Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, tunashukuru kwanza kwa kuwepo hapa, lakini pia tunashukuru kwa nasaha zako ambazo umezitoa, lakini pia tumekuwa kwenye sherehe hizi kwa kukualika huo uongozi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa utayari wako wa kushiriki pamoja na watumishi. Lakini pia Mheshimiwa Diwani wa Kabuku, tunashukuru sana kwa utayari wako na uwepo wako. Hongera. Lakini pia hata elimu na kushukuru pia kwa usimamizi mzuri wa watumishi, walimu hapo hapa kutana na usimamizi wako mzuri. Lakini pia tunamshukuru bora, nashukuru sana katibu CWT, mwenyekiti wa CWT na katibu wa TSC. Lakini pia naomba nitambue uwepo wenu watumishi mnaostaafu leo. Hongereni sana. Lakini pia na watumishi wa halmashauri tulioko hapa, idara ya elimu, lakini pia tunaungana na watumishi. Lakini pia tunashukuru wote ambao mmehudhuria katika sherehe hii. Hongereni sana. Lakini pia tunashukuru kamati ya maandalizi kwa kuona umuhimu wa kufanya kitu kama hichi. Kipekee kimependeza na inakuwa vizuri tunapokaa pamoja. Tunaonyesha ushirikiano, tunaonyesha upendo. Hongereni sana kamati ya maandalizi. Naomba nichukue fursa hii kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Gladys Mwano, ni mkuu wa idara ya utumishi na utawala halmashauri ya wilaya ya Handeni. Lakini katika sherehe hii namwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Handeni. Mkurugenzi pekee anashukuru sana kwa kutambua kwa hiyo yuko pamoja na mie na anapongeza sana na anashukuru sana kwa kutambua uwepo wake. Lakini pia kipekee tunashukuru Mwenyezi Mungu aliyeruhusu tukawepo hapa mahali hapa. Kuna wenzetu wengine walitamani kuwepo hapa lakini hawapo. Tumetoka na mwenzetu, nilikuwa tumwage leo Mwalimu Kiara, alikuwa ni mmoja wa wastaafu hapa, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi akamchukua. Mwenyezi Mungu akumbushe kwa amani. Lakini kwa sisi tuliopo tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia uzima na uhai mpaka sasa hivi. Kama changamoto moja yako umesema ni ufundi, lakini kwenye ufundi tunaweza kuwa tunafanya kwa kupunguza. Leo tuko Kabuku, nyingine tunaenda sehemu nyingine, lakini ni wakaribishe mkata kuja kuzetu pale ya halmashauri. Tuna ufundi pamoja na kutegesha, lakini tuna ufundi pale wao tunaumia kwa sherehe. Kwa hiyo tukipanda na changamoto mbalimbali za ufundi, karibuni ndio ufundi tutatoa ule na kuhudumia. Lakini pia nasema changamoto ya kifedha. Kwenye changamoto ya kifedha, mimi nilikuwa natamani niwashauri. Sasa hivi tunafanya sherehe, tunajua mwakani tutakuwa na sherehe nyingine. Sio vibaya tukaanza kujiandaa. Tukaomba hata michango kwa wadau mbalimbali, tukafungua hata kama ni akaunti kwa ajili ya kuwekeza kwa ajili ya sherehe hizi. Lakini pia tukaanza kuanzisha umoja, pengine hata kwa kuchangisha, mwisho wa siku tukawa na hela za kutosha tukaweka hata uwekezaji kwa kitu hiki tunachofanya. Kwa hiyo nipende kuwashauri waangalie, tusitegemee sana hii michango tunasema biashara kwa walimu, tuangalie hata na wadau wengine nje ya walimu. Kuna watu wako tayari kujitolea kwa ajili ya walimu. Kwa hiyo niwaombe tutafute wadau mbalimbali kwa ajili ya sherehe hizi. Kama nilivyosema, sherehe hizi ni nzuri na hongereni sana. Yaani sherehe hizi tumekaa tunafurahi, tunaondoa stress, tukitoka hapa tunarudi kazini tukiwa wapya. Na ndio tunaondoka tukiwa wamefurahi na wamechangamka, lakini pia inatuweka tunakuwa pamoja. Kwa hiyo tusiziache. Nimesikiliza kwenye hotuba, nimesema sherehe hizi zimeanza toka 2002 mkiwa na elimu. Kwa hiyo hongereni sana kwa sisi ya halmashauri ya Handeni kwa akiaziacha. Umesema tuna kama miaka 4. Hiyo miaka 4 naomba tuendelee zaidi hata tusiache. Tunaona ni vizuri na inapendeza, kwa hiyo tusiache. Niwaombe sana tusiache.
utumishi unaostahili leo. Toka mmeanza kazi, toka mmejitahidi, mmepambana na mambo mengi, kuna wengine mlianza nao lakini hawajafanikiwa kufika kama nyinyi. Hongereni sana. Kuna wengine wamefukuzwa kazi, wengine wamefariki hapo katikati, wengine wameacha kazi, na wengine wamekumbwa na mambo mbalimbali, lakini nyinyi mmevumilia changamoto mbalimbali katika utumishi, mmepambana na mikuki mingi, lakini mmevuka mpaka mmefika muda huu. Hongereni sana. Wenzangu waliotangulia wameongea mambo mengi ya kuwakumbusha kwamba nje ya utumishi kuna mambo mbalimbali. Twende tuyarudia, tuyazingatie waliyosema. Twende tukatumikie vizuri nje ya utumishi. Tunajua sisi walimu ni kioo, yaani kuwepo kazini, kuwepo nje ya kazi, sisi ni kioo. Kwa hiyo tukitoka yale tuliokuwa tunafanya kwenye utumishi wetu tukaendeleze nje ya utumishi. Na kwa wale ambao bado tunaanza leo lakini bado tumebakiza miezi miwili au miezi mitatu, kipindi hiki kifupi tuendelee kutumikia tukiamini kwamba hiyo miezi miwili au mitatu tutamaliza salama. Kwa hiyo natakie kila la heri katika maisha yetu baada ya utumishi. Lakini sisi tunaobaki, watumishi ambao bado tunabaki, tujifunze kupitia kwa wenzetu ambao tunawaaga leo. Bado kuna safari ndefu, kama waliosoma Kiswahili, inawezekana wengine tumebakiza miaka 20, wengine 10, wengine 11, lakini katika hicho kipindi kilichobaki cha utumishi wetu, jifunze kwa wenzetu. Wamepambana na mambo mbalimbali. Kwa hiyo tujifunze, tufanye kazi kwa bidii, tuzingatie maadili ya utumishi wa umma, lakini pia tusikilize na kutii mamlaka ambazo ziko madarakani. Tukizingatia hayo, tutafanya salama na tutamaliza utumishi wetu salama. Kwa hiyo niwaombe tujifunze, tumalize salama, tupate utumishi mwema ambao umetukuka. Nitaka pia nizungumzie kuhusiana na ishu mbalimbali za kiutumishi kwa wenzetu wanaoondoka na sisi tunaobaki. Tunaomba tuendelee kuzingatia na kusimamia maadili, lakini pia tuzingatie kazi mbalimbali na majukumu mbalimbali ambayo tumepewa. Tuna mfumo wa PEPS. Ule mfumo wa PEPS unapimwa. Kwa hiyo kwenye kupimwa kwetu tuangalie na tuzingatie jinsi tunavyoelekezwa. Lakini pamoja na hayo, naomba tuchukue muda mwingi, nadhani watu mnapenda hapa kuendelea kucheza na kuchangamka. Wazee wangu, hongereni sana na niwatakie kila la heri, na wote ambao mmezungumza na washukuru sana, naomba kuwasilisha na hongereni sana.